Kwa jina naitwa Mwalimu Gemela Hamza Mtungi, nafundisha shule ya sekondari Sagehe Manispaa ya Kahama, mkoa wa Shinyanga. Mimi ni mwanachama hai wa chama cha walimu tangu nilipoajiriwa mwaka 2013. Mwaka 2020 wanachama wa shule ya sekondari Sagehe walinichagua kuwa mwakilishi wao wa tawi na kuniwezesha kuwa mjumbe wa mkutano mkuu wa chama cha walimu wa wilaya ya Kahama. Niliweza kutumia nafasi hiyo kutumikia vyema. Mwaka 2025 nimeaminiwa na mkutano mkuu wa wilaya wa chama cha walimu wilaya ya Kahama na kunichagua kuwa mwakilishi wa shule za sekondari za wilaya ya Kahama. Kwa wadhifa huo ninakuwa mjumbe wa kamati tendaji ya wilaya ya Kahama ya chama cha walimu, mjumbe wa mkutano mkuu wa wilaya ya Kahama wa chama cha walimu, lakini pia ni mjumbe wa mkutano mkuu wa chama cha walimu mkoa wa Shinyanga. Ndani ya chama cha walimu Tanzania, changamoto kubwa na kilio kikubwa kwa wanachama ni makato ya 2% ambayo kimsingi ni makubwa. Tunao uwezo wa kukiendesha kile chama kwa makato ya 1% tu. Tuna vitega uchumi sasa hivi, kuna mwalimu benki, kuna mwalimu house. Kila mkoa sasa hivi kuna majengo ya chama cha walimu. Tuna uwezo wa kushusha 2% ikabaki ya 1% na tukakiendesha chama. Tunatumia pesa nyingi na matumizi makubwa kwenye masuala ambayo kwa sasa hivi kwa mwalimu sio lazima. Tuangalie uwezekano wa kushusha makato kwa mwalimu ya 2% ili mwalimu apate unafuu wa maisha. Hilo liko ndani ya chama cha walimu na linahitaji maamuzi kutoka ndani ya chama cha walimu. Wenye mamlaka ya kutengua kanuni ya makato ya 2% ni wajumbe wa mkutano mkuu wa chama cha walimu taifa. Ikiwa mkutano mkuu utaniamini na kunichagua, nitalishawishi baraza la chama cha walimu taifa, kamati tendaji ya chama cha walimu taifa na mkutano mkuu wa chama cha walimu taifa tushushe makato ya 2%, twende walau kwenye 1%, na tunao uwezo wa kukiendesha chama na kukisimamia chama kwa makato ya 1%. Chama chetu kinaathirika kwa kiwango kikubwa, maana chama ni wanachama. Ikiwa wanachama wote watakikimbia chama kwa sababu ya makato kuwa makubwa na kwenda kwenye vyama vingine, kuna uwezekano huku tunakoenda viongozi wa chama cha walimu wakabaki kuyaongoza majengo ya chama cha walimu baada ya kuwaongoza walimu. Maana ni ukweli usiopingika, walimu wanakikimbia chama, wanahamia kwenye vyama ambavyo kimsingi hata ofisi havina, na hata huduma havitoi. Lakini kwa nini walimu wanakimbia na kwa nini walimu wanahamia kwenye vyama vingine? Ni kwa sababu ya makato makubwa ya chama cha walimu ya 2%, wakati huku wakiona kuna vyama mbadala ambavyo makato yao ni madogo sana. Naomba wajumbe wa mkutano mkuu taifa wa chama cha walimu waniamini na wanichague niwe rais wa chama cha walimu taifa. Ikiwa wataniamini, la kwanza kabisa nimeshasema ni kuhakikisha makato ya CWT yanapungua kutoka 2% kwenda 1%. Hilo liko ndani ya uwezo wetu wa chama cha walimu. La pili, nikiwa rais wa CWT, kazi yangu ya kwanza ni kuitisha kikao na wajumbe wa mkutano mkuu taifa ili kubadilisha katiba, na kipengele kimojawapo cha kwanza tutakachoshughulikia ni kushusha makato ya 2% na kuwa 1%. La tatu ni kuwashawishi wanachama waliokiama chama kwa sababu ya makato makubwa ya 2% kurudi kwenye chama mama cha walimu Tanzania ambacho ndicho chama kinachotoa huduma kwa wanachama. Nitaiomba serikali kwa upole, kwa unyenyekevu na kwa hekima na busara iendelee kuboresha kikokotoo walau kifikie 60%. Sasa hivi kikokotoo ni 40%. 40% bado ni kidogo. Pamoja na hayo, siwezi kusahau kuishukuru serikali na kuipongeza kwa jinsi ilivyojitahidi kutengeneza furaha kwetu sisi watumishi wa serikali kwa kutupandisha madaraja na kutulipa mishahara madaraja mipya, na wakati mwingine baadhi ya wenzetu walimu wameweza kuserereshwa. Tungelitamani furaha hiyo tunayoipata wakati wa utumishi tuendelee kuipata hata pindi tunapostaafu. Lakini kwa kikokotoo kinachotumika kukotoa pensheni kwa sasa kinawapunguzia furaha wastaafu. La nne, nitaiomba serikali kupeleka mswada bungeni ili itungwe sheria ya kumwekea kinga mwalimu. Kama tunavyofahamu, walimu tunakumbana na changamoto mbalimbali na kadha wa kadha tunapokuwa kwenye vituo vyetu vya kazi, wakati tukiwa tunatoa adhabu kwa wanafunzi, hasa adhabu ya viboko. Itambulike kuwa sisi walimu wote Tanzania na watumishi wengine sote tumepita shuleni, tumekumbana na changamoto mbalimbali, lakini pia tulikuwa tukiadhibiwa kwa viboko. Inapotokea mwalimu anamwadhibu mwanafunzi,
bahati mbaya ikatokea changamoto ya aina yoyote, ama mwanafunzi kujeruhika ama kutokea maafa, hakuna kinga inayomkinga mwalimu juu ya adhabu ya aina yoyote ama hukumu ya aina yoyote. Nikiwa rais, nitaiomba serikali ipeleke mswada bungeni wa kutuwekea kinga sisi walimu. Inapotokea tunatoa adhabu kwa wanafunzi, yakatokea majeruhi ama maafa, tusionekane kama kweli sisi ndio tuliosababisha maafa hayo ama tumesababisha majanga hayo. Pamoja na hayo, ni ukweli usiopingika, sheria kama hiyo haiwezi ikatungwa kwa kumlinda mwalimu peke yake pasipo kumlinda mwanafunzi. Mwanafunzi ana haki zake anapokuwa kwenye mazingira ya shule, lakini pia mwalimu naye ana haki zake anapokuwa katika mazingira ya kazi. Ili kumkinga mwanafunzi na majanga na maafa hayo na kumkinga mwalimu na hukumu ya aina yoyote ile, lazima hiyo sheria iwe na balance kwa watu wote. Mfano, sheria inaweza ikatungwa ikisema kwamba mwanafunzi atakapokosea achapwe viboko 3 tu au achapwe viboko 2 tu, na ikitokea ndani ya vile viboko vilivyopitishwa na serikali na mwanafunzi akapata majeraha yoyote ama maafa ya aina yoyote, isionekane kwamba mwalimu yule ndiye aliyesababisha yale maafa. Lakini pia itakapotokea mwalimu amemwadhibu mwanafunzi viboko zaidi ya vile vilivyopitishwa na sheria na mwanafunzi akapata maafa ama akapata majeraha, basi mwalimu ahukumiwe kwamba aliweza kusababisha maafa yale, kwa sababu amekwenda kinyume na matakwa ya sheria na maelekezo ya serikali yanayohusu suala zima la adhabu hiyo. Nitumie fursa hii kuwaomba wajumbe wa mkutano mkuu taifa wenye ridhaa ya kumchagua rais wa chama cha walimu taifa wanikopeshe kura zao, na mimi nitawalipa kwa kutetea haki na maslahi ya walimu. Nia, sababu na uwezo ninavyo. Naomba wajumbe wa mkutano mkuu taifa mniamini, na waombeni kura zenu.